Naam, ni saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu tunayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook na YouTube ukiandika Amani TV Media. Hapo unajiunga nasi, lakini pia kwa Shabunda unatunasa kupitia Radio Mutula FM. Jina langu ni Ramsey Ramadhani na asubuhi ya leo tunayo mengi ya kukujuza, hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Usisahau kutuambia kwenye comment unatufuata kutoka nchi gani. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko milimani, ambako katika hali ya vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo ya Kivu Kusini, taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa jeshi la serikali la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na vikosi kutoka nchini jirani Burundi pamoja na wapiganaji wanaojitolea wanajulikana kama Wazalendo bado wanaendelea kudhibiti vijiji vya Pwenzero, Alenge pamoja na Rankuku. Vijiji hivyo vipo katika maeneo yanayozunguka Minembwe kwenye nyanza za juu za tarafani Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, uwepo wa vikosi hivyo vya serikali katika eneo hiyo unaendelea licha ya mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na makundi yenye silaha. Makundi hayo ambayo wanaendeleza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na Wazalendo yanatajwa kuwa ni pamoja na Twirwaneho, Red Tabara ambao wanadaiwa kushirikiana kikamilifu na wapiganaji wa AFC M23. Vikundi hivyo vinaendelea kujaribu kushambulia na kutaka kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo ya kimkakati katika eneo hilo la nyanza za juu. Hata hivyo, hadi sasa vikosi vya FARDC kwa kushirikiana na washirika wao vinaelezwa kuimarisha ulinzi na kuzuia mashambulizi hayo, huku hali ya tahadhari ikiendelea kuimarishwa katika maeneo yote ya Minembwe na vitongoji vyake. Maeneo ya Fizi na Mwenga yamekuwa yakikumbwa na mgogoro wa muda mrefu inayohusishwa na makundi mbalimbali yenye silaha, hali inayochangia sintofahamu ya kiusalama na changamoto kwa raia wanaoishi katika maeneo hayo. Kwa sasa hali ya usalama inaelezwa kuwa ya tahadhari kubwa, huku juhudi za kuimarisha utulivu zikiendelea kufanywa na vikosi vya serikali pamoja na washirika wao. Na tukitoka kwa Fizi moja kwa moja jelekeza tarafani Uvira, ambako mapigano makali yameripotiwa kurejea tangu asubuhi hiyo jana tarehe 17 Februari mwaka wa 2026 katika maeneo ya Mulenge pamoja na Lemera wilayani Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalihusisha wapiganaji wa muungano wa AFC M23 RDF dhidi ya wapiganaji wanaojitolea wanaojulikana kama Wazalendo kwa kushirikiana na jeshi la taifa la Kongo FARDC. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalianza katika eneo la Mulenge, ambako Wazalendo wakisaidiwa na vikosi vya FARDC walifanikiwa kuweka msukumo mkubwa wa kijeshi uliowalazimu wapiganaji wa muungano wa AFC M23 kurudi nyuma katika maeneo kadhaa ya kimkakati. Kutokana na operesheni hiyo, inadaiwa kuwa wahasi walirudi katika vijiji vya maeneo ya Kibungu, Katala, Kanguli, Irambo na Kidote hadi kufikia katika kitongoji cha Shongo karibu na kituo cha Lemera ambacho ni makao makuu ya jadi ya Bafulero. Aidha, taarifa zinasema kuwa wahasi hao waliweka silaha nzito katika kitongoji cha Shongo kando ya Lemera kituo, na wamekuwa wakifyatua makombora kuelekea eneo la Kidote katika juhudi za kuzuia kusonga mbele kwa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya FARDC pamoja na Wazalendo. Hata hivyo, licha ya matumizi hayo ya silaha nzito, vikosi vya Wazalendo kwa kushirikiana na FARDC vimeendelea kusonga mbele kwa ustadi wa kivita na kufanikiwa kuwatawanya waasi hao kutoka katika maeneo mengi waliokuwa wamekalia. Vyanzo vya kijeshi vinaripoti kuwa hadi sasa
Juhudi za pamoja za wazalendo na jeshi la taifa zimefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo muhimu kando kando ya Lemera, huku operesheni za kuwasaka waasi zikiwa zinaendelea. Wakati huo huo, lawama zinaendelea kutolewa kuhusu ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa licha ya kuwepo kwa wito wa kusitisha mapigano, muungano AFC M23 RDF unaendeleza mashambulizi yake, hali inayochukuliwa na baadhi ya wachambuzi kama kukiuka makubaliano ya amani. Kwa sasa mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya milimani yanayozunguka Lemera, huku wazalendo wakitangaza nia yao ya kuhakikisha wamerejesha kikamilifu udhibiti wa Lemera, makao makuu ya uchifu wa Bafulero, na kulinda raia dhidi ya mashambulizi zaidi. Wananchi katika maeneo hayo wameripotiwa kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama, wakati hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka za kijeshi na kiusalama. Hadi kufikia jioni Jumanne, hali bado ya tahadhari ilikuwa tete, huku operesheni za kijeshi zikiendelea katika milima mirefu ya tarafani Uvira, hususan katika kijiji cha Mulenge pamoja na eneo za Lemera. Asubuhi ya leo tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, mpendwa msikilizaji, ili baadaye tukuletee matokeo chanya kuhusu kile ambacho endelea huko kwenye uwanja wa mapambano. Shabunda. Mbunge wa taifa mchaguliwa katika jimbo la Shabunda, Mheshimiwa Emile Sumahili Miseka, anaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya maisha ya watu wanaoishi na ulemavu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ujumla, hasa katika jimbo lake la Shabunda. Kupitia swali la maandishi alilowasilisha kwa waziri wa nchi anayehusika na watu wenye ulemavu, mbunge huyo ameibua hoja kadhaa muhimu katika akitaka maelezo ya kina kuhusu sera ya hatua zinazochukuliwa na serikali kwa ajili ya kuboresha maisha ya kundi hilo la watu ambao wanaishi na ulemavu. Mwenzangu Adolphe Samombo umefuatilia taarifa hii na kutundalia ripoti ifuatayo. Kulingana na misheni yake ya kikatiba, mwanabunge wa taifa mteuliwa wa tarafa la Shabunda Emile Sumahili Miseka amemuuliza waziri nchini ya usikae na walemavu kulingana na hali ya maisha ya walemavu wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla na wa tarafa la Shabunda kwa upekee. Katika kibarua chake, mwanabunge wa tarafa la Shabunda Emile Sumahili Miseka ametoa maulizo masita kwa waziri nchini ya usikae na walemavu, kama vile siasa gani zenye kufanyika na serikali ya Kongo kwa faida ya walemavu wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla na wa tarafa la Shabunda kwa upekee. Eti serikali ya Kongo imekwisha kuhorozesha walemavu, kama ni kweli, ni namna gani ndiyo hamegawanyika ndani ya miji mikuu na matarafa? Mipangilio gani ndizo zimekamatika zidi ya kurahisisha kuweko kwa walemavu kwenye makazi za serikali na kupewa kwao matunzo ya kiafya, maadibisho na misaada za vyombo vya kutembelea kama vile kinga, viti vya kuzunguka na kadhalika? Mwanabunge huyo wa taifa mteuliwa wa tarafa la Shabunda Emile Sumahili Miseka amemuuliza pia waziri nchini ya usikae na walemavu mipangilio gani za serikali zenye kuzihusisha na kugharamia kipesa miradi kwa walemavu na wangapi ndio wamekwisha kupokea msaada huyo. Idadi ya walemavu wa tarafa la Shabunda wenye kuzingatia vyeo vya samani ndani ya tarafa la Shabunda kama vile mmoja kati ya matarafa zenye kusaidia serikali ya Kongo kuvimbisha mfuko wao haukusaulika. Na kwa mwisho amemuuliza waziri nchini ya usikae na walemavu namna gani ndiyo msaada wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa mwaka wa 2026 wafinga kwa walemavu uliweza kuhandaliwa ndani ya nchi nzima na kwa tarafa la Shabunda kwa upekee. Nikiripoti toka tarafani Shabunda, mimi ni MC Adolphe Samombo kwa niaba ya Amani TV Media. Kinshasa. Katika hatua inayochukuliwa kuwa ya dharura kufuatia vifo vinavyoripotiwa katika gereza kuu la Makala jijini Kinshasa, mwendesha mashtaka mkuu karibu na mahakama ya rufaa ya juu Bwana Firmin Mvonde Mambo ametoa uamuzi muhimu unaolenga kurejesha heshima ya sheria na haki za wafungwa. Kwa mujibu wa tangazo rasmi lililotolewa Jumatatu, mwendesha mashtaka mkuu ameagiza kuachiwa huru kwa mara moja watu 225
waliokuwa wameshikiliwa kinyume cha sheria katika gereza kuu la Makala. Ofisi yake imeeleza kuwa uamuzi huo unalenga kuhakikisha kuna kuwepo na uzingatiaji mkali wa sheria za nchi, hasa kuhusu muda wa kizuizini na taratibu halali za kuwashikilia watuhumiwa. Aidha, hatua hiyo inalenga kupunguza msongamano mkubwa katika gereza hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na tatizo la idadi kubwa ya wafungwa kuzidi uwezo wake wa kupokea. Gereza kuu la Makala ni miongoni mwa magereza makubwa nchini, lakini limekuwa likikosolewa mara kwa mara na mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za kibinadamu kwa hali ngumu ya maisha ya wafungwa, ikiwemo msongamano, uhaba wa huduma za afya na changamoto za lishe. Chanzo cha kuachiliwa kwa wafungwa takriban 125 kinahusishwa pia na matukio ya vifo vilivyotokea hivi karibuni ndani ya gereza hilo, hali iliyozua mjadala mkubwa katika jamii na miongoni mwa viongozi wa kisiasa kuhusu hali ya gereza nchini. Hatua ya mwendesha mashtaka mkuu inapokelewa kwa hisia tofauti. Baadhi ya wananchi na wanaharakati wa haki za kibinadamu wameipongeza wakisema ni mwanzo mzuri wa mageuzi ya mfumo wa haki jinai nchini, huku wengine wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini sababu halisi za vifo vilivyotokea na kuwawajibisha wahusika endapo watabainika na hatia. Kwa sasa macho na masikio ya wananchi wengi inaelekezwa katika utekelezaji wa agizo hilo na hatua nyingine zitakazofuata ili kuboresha hali ya gereza nchini. Je, wewe kama msikilizaji wetu unaonaje hatua hii, na je, unaamini ni mwanzo wa mabadiliko makubwa katika mfumo wa haki za magereza nchini? Basi tuandikie moja kati ya neno kwenye comment hapo. Na tukisalia tuko Kinshasa, ni kwamba katika hali ya kuendelea kwa mvutano wa diplomasia kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya ametoa kauli nzito ambayo imeibua mjadala mkubwa wa kisiasa na kiusalama katika ukanda wa Maziwa Makuu. Akizungumza mbele ya vyombo vya habari, Patrick Muyaya amesema wazi kuwa wapiganaji wa kundi la FDLR ni raia wa Rwanda na kwamba wanapaswa kuwa na nafasi yao nchini Rwanda. Kauli hiyo imeelezwa kama hatua ya kuvunja ukimya kuhusu hoja ambayo imekuwa ikitajwa mara kwa mara katika mivutano kati ya Kinshasa na Kigali. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, serikali ya Kongo imeamini kuwa Rwanda imekuwa ikitumia uwepo wa FDLR kama kisingizio cha kuhalalisha uwepo wa wanajeshi wake katika mashariki mwa Kongo, hususan katika maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini. Amesema hoja hiyo inakuwa ikitumika mara kwa mara kuelezea operesheni za kijeshi na harakati za makundi yenye silaha katika eneo hilo. Msemaji huyo wa serikali pia alikumbusha matukio ya mauaji yaliyotokea mwezi Julai mwaka jana katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, akidai kuwa baadhi ya operesheni hizo zilizodaiwa kulenga FDLR zilisababisha madhara makubwa kwa raia wasio na hatia. Alilaani vikali vitendo vya kiukwaji wa haki za kibinadamu vinavyodaiwa kufanywa kwa jina la kuwasaka wapiganaji hao. Kwa mtazamo wa Kinshasa, kauli hiyo inalenga kuiweka Kigali mbele ya wajibu wake wa kushughulikia suala la raia wake wanadaiwa kuwa nje ya mipaka ya nchi yao, badala ya kuendelea kuhusisha Kongo katika mgogoro huo. Wachambuzi wa siasa wa kikanda wanaona kuwa kauli ya Muyaya inaweza kuongeza joto na mvutano wa diplomasia kati ya mataifa hayo mawili, lakini pia inaweza kufungua mjadala mpana kuhusu suluhisho la kudumu la tatizo la makundi yenye silaha katika ukanda wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hadi sasa hakuja kuwa na tamko rasmi kutoka upande wa Rwanda kujibu kauli hiyo. Hata hivyo, suala la FDLR limekuwa ni moja kati ya hoja kuu zinazochochea mivutano ya mara kwa mara kati ya nchi hizo mbili kwa zaidi ya miongo miwili. Kwa sasa hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo inaendelea kuwa ya tahadhari, huku juhudi za kidiplomasia na kijeshi zikiendelea kufuatwa ili kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Attention,
le gros du dispositif, pour ne pas dire l'essentiel des résidus des FDLR, se trouve dans les parties du pays sous occupation. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire que le Rwanda ne devrait même plus revenir sur la question des FDLR comme prétexte, parce qu'ils sont censés régler les problèmes parce qu'ils sont dans la partie du pays qu'ils occupent. Parce que nous, on devait traiter la menace, mais les Rwandais devraient partir pour nous permettre de traiter la menace. Et donc, aujourd'hui, ils ont massacré, n'oubliez pas, et nous n'oublions pas, qu'ils ont massacré en juillet près de 300 compatriotes, essentiellement dans le Rutshuru, et qu'au-delà de ça, il y a d'autres massacres et d'autres tueries qui se commettent au nom de la traque de ces FDLR, qui sont des Rwandais et qui doivent avoir leur place au Rwanda. Et donc, ceci doit être bien clair. Et l'Américain, qui était au centre, a constaté qui avait la bonne foi pour aller dans l'application de l'accord et qui ne l'avait pas. Quoi qu'il en soit, depuis qu'on parle des accords de Washington, observez l'attitude du président rwandais. Il est en mode, quelqu'un dirait pétage, il est en mode panique, il est en mode énervement. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizo ni habari zetu kwa ufupi asubuhi ya leo tarehe 18 Februari mwaka wa 2026 ambazo zimesomwa kwenye nami Ramsey Ramadhani kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpaka hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Nasema asante kwa kuwa nasi, asante kwa kusubscribe, ku comment na kushare na kuendelea kufuatilia channel yetu ya Amani TV Media. Mwisho taarifa yetu ya habari ni mwanzo wa habari zingine, hivyo nakusihi kuwa nami katika habari zetu za hapo baadaye. Asante.